kama huwa unakuja na daftari na kalamu, utakuwa bora sana. Kuifufua nafsi iliyokufa na kuzikwa tayari. Naomba ieleweke kwa mwanadamu na ifahamike kwa mwanadamu ya kwamba yeye ni muunganiko wa vitu vikuu vitatu. Ieleweke kwa mwanadamu na ifahamike kwa mwanadamu ya kwamba yeye aliyesimama ni muunganiko wa vitu vikuu vitatu. Yeye ni roho, yeye ni nafsi, yeye ni mwili. Mwanadamu ni roho, andika vizuri. Mwanadamu ni nafsi, mwanadamu ni mwili. Unapomuona mwanadamu yoyote aliyetembea na anayeishi anayetembea, ameungamanishwa na roho, ameungamanishwa na nafsi, ameungamanishwa na mwili. Ukitaka uanze kumtafuta mwanadamu na maisha yake bora, uanze kumtafuta mwanadamu na ushindi wake, mtafute kwenye sehemu kuu tatu. Katika mfumo wa kisayansi iko hivi. Mfumo wa kisayansi, mwanadamu akiwa anaumwa, wanaangalia mifumo mikuu miwili kwenye maisha yake. Mwanadamu ana mfumo wa chakula, mwanadamu ana mfumo wa damu. Magonjwa yanayompata mwanadamu ama iwe kwenye mfumo wa damu ama iwe kwenye mfumo wa chakula. Na utapimwa mfumo wa chakula na utapimwa mfumo wa damu. Wakishinda mfumo wa damu, tunakuja mfumo wa tatu ambao ni mfumo wa hewa. Watapima mfumo wa hewa. Madaktari wakiangalia mifumo mitatu, wasipobaini ugonjwa, wanaanza kujiuliza zaidi juu yako. Na mwanadamu yoyote wa kiroho, ubora wa maisha yake ni mifumo yake mitatu, endapo ikiwa salama. Hivi naeleweka? Mwanadamu wa kiroho ana mifumo mitatu, endapo ikiwa salama: roho yake, nafsi yake na mwili wake. Tukisema baba, nina shida ya kiroho, nitaanza kukutafuta rohoni. Nikishindwa rohoni, nitakutafuta nafsini. Nikikosa nafsini, nitakutafuta mwilini. Nikikukosa sehemu zote tatu hizo, nitakwambia nenda hospitali ukapime, kwa maana rohoni, nafsini na mwilini sijakupata. Roho imetoka wapi? Roho imetoka mbinguni na roho itarudi mbinguni. Na roho inarudi mbinguni ni roho ambayo imempokea Yesu. Roho ambayo hajampokea Yesu wewe inaenda motoni. Mungu ubariki nini? Mungu uibariki roho. Nisikilize kwa makini wanangu. Utatoka hapa, ndo maisha yako na kuelekeza wapi unafeli. Hapa naongea na wewe, unafeliji wapi? Baraka za Mungu kwa mwanadamu anaziachilia rohoni. Mungu ametubariki baraka za rohoni. Ukisoma Waefeso, lakini sitasoma, ni kwa haraka kidogo. Waefeso ile sura ya kwanza kama sikosei, na mstari wa 3, imeandikwa, atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake Kristo
katika ulimwengu wa roho. Atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake Kristo. Mungu anatubariki nyumba rohoni. Mungu anabariki gari rohoni. Mungu tunao watoto katika ulimwengu wa roho. Roho zetu ina vitu vingi ambavyo tuko navyo sisi. Roho ina kila sehemu ya mafanikio ambayo Mungu aliachilia ndani ya roho ya mwanadamu. Hiyo baraka ya rohoni, ili iweze kuja na uione mwilini, lazima ipitie kwenye kiungo kinachoitwa nafsi. Hapo ndipo nisikilize kwa makini. Baraka ya rohoni haiwezi katoka rohoni na ukaiona mwilini, lazima ipite kwenye kiungo ambacho kinaitwa nafsi. Nafsi imetoka wapi? Nafsi imetoka duniani. Mungu alivyomuumba mwanadamu kwa mavumbi ya nchi, akampulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. Nafsi ilitoka duniani, na mtu akifa nafsi huwa inabakigi hapa duniani. Mwili umetoka wapi? Mwili umetoka mavumbini. Na mwanadamu anaishi wapi? Mwanadamu anaishi duniani. Unaishi duniani mahali ambako nafsi ilikotoka. Unisikilize. Kwa hiyo Mungu akiachilia baraka kwa mwanadamu, lazima nafsi ihusike ili kusababisha ile neema ambayo Mungu ameachilia rohoni iweze kutokea nafsi mwilini. Lazima ipite katika nafsi. Inamaanisha hivi, nafsi ni kiunganishi kati ya roho na mwili. Narudia tena, nafsi ni kiunganishi kati ya roho na mwili. Ina maana nafsi hapa katikati yenyewe ni kama daraja inayohusika feeling za rohoni, inayohusika kujua hisia pia za mwili. Nisikiliza kwa makini sana. Niangalie. Look me here. Roho, kuijua roho, nafsi inahusika kujua hisia za roho, na nafsi inahusika kujua hisia za mwili. Inamaanisha kwamba kiungo ambacho ni nafsi ndio kiungo ambacho kinamfanya mwanadamu anayeishi duniani aweze kuwa bora au aweze kuwa asiwe bora. Nafsi ndio kiungo ambacho kinamqualify mwanadamu kuwa bora au asiwe bora. Nafsi ndio personality ama utu halisi wa mwanadamu, ni nafsi yake. Mwanadamu anayeishi hapa duniani, utu wake upo ndani ya nafsi yake. Asili yake ipo ndani ya nafsi yake. Huyu ni mwanadamu wa aina gani? Utamuelewa ndani ya nafsi yake. Huyu ni mwanadamu wa maisha ya aina gani? Utaelewa ndani ya nafsi yake. Inamaanisha kwamba nafsi ya mtu ndiyo inayeamulia maisha ya mtu hapa duniani yatakuwaje ama yakoje. Inategemea na nafsi yake ikoje. Sema amen. Nisikilize kwa utulivu sana. Mungu anaweza akapata ugumu sana kumbariki mtu aliye na vitu vingi rohoni kama nafsi yake haiko salama. Inamaanisha kwamba ili dunia uione bora, ili dunia uifurahie, ili dunia ikupeleke kiwango kingine, inategemea na nafsi yako imekaaje.
nafsi yako wewe ndiyo kiungo ambacho kinakusaidia wewe uweze kuifurahia dunia ama uichukie dunia. Nafsi yako wewe ndiyo kiungo ambacho kinafanya maisha yako hapa duniani yawe bora ama yasiwe bora. Na ndo maana maisha ya mtu hatumwangalii kwa kile anachokitenda. Maisha ya mtu tunaangalia uwezo wa nafsi yake imekaaje. Utanielewa kwa makini, utanielewa. Ukitaka uanze kubadilisha maisha yako, lazima uanze kuibadilisha. Ukitaka kuanza kubadilisha maisha yako, lazima anza kuibadilisha nafsi yako. Ukianza kuibadilisha nafsi yako, utaanza kuibadilisha maisha yako. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza, ile sura ya 5. Na ule mstari wa 23 Biblia imeandikwa, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa ninyi, nafsi zenu na roho zenu na mili yenu. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa ninyi, nafsi zenu namba 1, na roho zenu namba 2, na mili yenu namba 3. Mwanadamu atakasike sehemu hizi 3. Muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukamilifu wa mtu ambaye yuko kamili na yuko vizuri ni mtu ambaye roho yake imetakasika, nafsi yake imetakasika, mwili wake umetakasika. Huyu mtu yuko kamili kupokea kila aina ya baraka. Kila aina ya baraka. Huyu mtu aliyetakasika rohoni, huyu mtu aliyetakasika nafsini, huyu mtu aliyetakasika mwilini, yuko tayari kwa lolote lile kupokea kila aina ya baraka. Iwe ndogo, iwe kubwa, lazima pokee. Roho ikiwa salama imetakasika, nafsi ikiwa salama imetakasika, mwili ukiwa salama umetakasika, baraka hauna haja ya kuziomba. Baraka hauna haja ya kuzifata. Ni rahisi zikufate wewe. Ni rahisi zije kwako. Watu wa baraka hauna ulazima uanze kuwafuatilia. Ni rahisi waje kwako. Ukiona mambo yameblock kwenye maisha yako, anastahili kukufanikisha akufanikishi tena. Anastahili kutenda mema kwako atendi mema tena. Usianze kunungunika na kulalamika. Kagua nafsi imekaaje. Mkinisikiliza kwa umakini utasaidika. Ukinisikiliza tu kwa papara hautasaidika. Nimesema kitu ambacho Mungu aifufue leo maisha yako, aifufue nafsi yako. Kwa nini nafsi ni kiungo muhimu kwenye maisha ya mtu? Andika hichi kitu. Kwa nini nafsi ni kiungo muhimu kwenye maisha ya mtu? Kwenye nafsi ndo kuna vitu ambavyo mwanadamu anastahili
awe baraka hapa duniani. Kwenye nafsi ndo kuna vitu ambavyo huwa vinamtambulisha mwanadamu ni wa aina gani hapa duniani. Kwenye nafsi ndo kuna kitu ambacho kinaitwa nyota. Ukisema una nyota kali, ukisema una nyota ya aina fulani, nyota huwa inakaa ndani ya nafsi. Mtu mwenye nyota yake inakaa ndani ya nafsi yake. Kwenye nafsi kuna kitu ambacho kinaitwa kibali. Kibali huwa inakaa ndani ya nafsi. Ukisikia huyo mtu, nilikuwa na kibali sana mbele za watu, kibali changu kilikuwa kikionekana sana mbele za watu, lakini leo hii kibali hakipo, ujue nafsi yako imeingia kwenye shida. Ukitaka, na ndio maana elimu ya kuomba kibali, hauwezi ukasaidika kuwa na kibali kama nafsi ambayo ndiyo inahifadhi kibali ikiwa imefungwa. Na ndio maana atumuombee mtu kwanza kumfungua nyota kama nafsi yake imefungwa. Maana kwenye nyota, kwenye nafsi ndiko kunakaa nyota. Mtu aliyefungwa nafsi hauwezi ukaingarisha nyota yake. Mtu aliyefungwa nafsi hauwezi ukairudisha nyota yake. Lazima nafsi yake ifunguliwe kwanza ndio nyota yake irejee. Navyoongea hivi na ndio maana kuna watu ukiwaangalia kwenye macho ya kiroho unaona wana nyota ya pesa, wana nyota ya mafanikio, wana nyota ya kuwa watu wakubwa. Kwa nini sio wakubwa? Nafsi yao imefungwa, ile nyota yake haifanyi kazi. Nisikilize kwa makini. Kwenye nafsi ndiko kuna kiungo ambacho kinaitwa nia. Nia inakaa ndani ya nafsi. Nia ni nini? Nia ni idara ya kutafakari na kuamua. Mwanadamu yoyote anayefanya kitu kwa ushindi na kwa uamsho mkubwa inategemea na ile nia iliyombo ndani yake. Kuna mtu alikuwa na nia ya kufungua duka kubwa. Kuna mtu ulikuwa na nia ya kuolewa mwaka huu. Kuna mtu ulikuwa na nia ya kuolewa na mwanaume fulani, lakini leo hii umemkataa. Ina maana ile nia imekufa. Chanzo ya nia kufa ni nini? Ni nafsi imefungwa. Nafsi ikifungwa, ile nia imekufa. Na mtu yoyote ambaye nia yake ikiwa imekufa ni mtu ambaye hawezi akafanya kitu kwa bidii. Hata kama ni mfanyabiashara, hatafanya biashara kwa bidii. Hata kama ni mfanya kazi, hatakuwa na bidii na kazi. Kama ni mtu ni mwanafunzi, hatakuwa na bidii na elimu. Sababu kubwa, nia imekufa. Na ile nia inakaa ndani ya nafsi. Na maisha ya mtu, mwamko wa maisha ya mtu inategemea na nia yake. Una nia gani? Nina nia kujenga mwaka huu. Nina nia huu mwaka, nina nia ya kufanya makubwa. Huu mwaka nina nia ya kubadilisha hali fulani. Ile nia uliyokuwa nayo ghafla imekufa, imepotea. Elewa kwamba kilichoanza kuharibiwa ni nafsi, ndio imeharibika. Nia yako imekufa. Nikianza kuongea ya maneno, utaanza kujikagua, nafsi yako iko salama? Unaonaje? Leo inatakiwa ifufuliwe nia ya ndani. Kwenye nafsi kuna kitu ambacho kinaitwa hisia, emotion. Kwenye nafsi kuna kitu ambacho kinaitwa hisia, emotion. Hisia ina makundi makuu mawili. Ninakupa kwa haraka tu, maana nitafundisha sana kwa habari ya nafsi. Hisia ni sababu ya mahusiano. Hisia ni sababu ya mahusiano. Nikiongelea mahusiano, siongelea mahusiano ya mapenzi ya mwanaume na mwanamke tu. Naongelea uhusiano hata ya urafiki. Relationship, mahusiano ya urafiki, ili
ili muende kumuona urafiki mkubwa wa kusaidiana, inategemea na feeling zenu za hisia zenu. Kama zile hisia zimekufa kwa mtu yoyote, ni vigumu kutengeneza naye ukaribu, kwa sababu no feeling there. Ukisikia hisia zimekufa, elewa kwamba ni nafsi ndio imekufa. Sasa kuna mtu ambaye hana feeling ya kitu chochote, hana feeling. Unajua feeling, even preaching is a feeling, even singing is a feeling, talking is a feeling. Kuongea tu ni feeling, hisia zako. Mtu akiongea, mtu anaongea kihisia, utamuelewa. Huyu anaongea kihisia, utampokea vizuri. Kuna watu hata kuongea kwao aongee tena kihisia, amesha kufa nafsi yake. Nisikilize watu wa Mungu, akiwa anaongea hautamani kumsikiliza. Akiwa anaongea hautamani kumwelewa. No feeling, yani haumsikii moyoni, nafsini, kama anaongea kitu ambacho kinakugusa. Unamwambia stop talking. Sababu ni nini? No feeling there. Kuna watu nafsi zishagaribiwa sana, ana kauli za kihisia za kuongea tena mwenzi wake, za kuongea tena mtu ili mtu ampe kitu. Ukimsikia anavyoongea, kuliko kufurahia, unasikia hasira juu yake. Angalia kuharibikiwa kwenye maisha yako, ni nafsi yako imekufa, hisia zako, feelings zako hauna. Unajua kuna mtu anaweza akajiexpress, akajieleza, kadiri anavyojieleza, hata kama hajamaliza unaanza kutoa pochi na kumpa hela. Nini? Ana feelings za kuongea, ni ile hisia alionayo, nafsi yake bado iko active, inafanya kazi kwake. Kuna mtu hata kama akilazimisha ukaribu na wewe, hata kama wewe ukilazimisha ukaribu na yeye, unamwona tu yeye yuko mbali, unalazimisha ukaribu, yeye yuko mbali. Yule mtu nafsi yake ishaga kufa, hana hisia juu ya mtu mwingine. Naongea ila I don't understand that unanielewa. Hii dunia ni nafsi yako. Usiombe kwa kulia, kwa nini maisha yangu yanaharibika, kwa nini mimi sifanikiwi, kwa nini mimi sipokee, kwa nini sifanyeje. Kagua nafsi yako. Laiti nikifundisha kwa undani, labda utasaidika kidogo. Unaweza ukasema, jamani, mbona huyu mtu haeleweki? Yaani unamsogelea, unatamani basi yani uwe rafiki na yeye ili umsaidie, lakini yeye hana zile hisia za kutamani kuwa na rafiki. Na ndio maana mtu ambaye nafsi imekufa anaga rafiki. She remain alone. He remain alone. Anakuaga peke yake, na yuko peke yake, anaishi kwa peke yake, haishi kwa na mwingine. Ukiona unajihisi kuwa peke yako, ukae peke yake, know that your feeling is, nafsi yako ishaga kufa, hauna hisia kwa mtu mwingine. Ndio maana Biblia inasema hivi, mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Hebu niangalie. Hebu niangalieni. Mgeukie mwenzio, mwambie, unampendaga jirani yako wewe? Tukitembelea makanisa 500 ya Mwanza, watu wengi wamekufa nafsi japokuwa wanasali.
ukitembelea makanisa ya Mwanza, kuna mtu hapo anaga hisia tena. Nimesema hisia ni idara ya upendo. That's why you never love even mwanao, hata mwanao uliyemzaa hausikii kumpenda. Maana hisia yako ina hisia. Hisia inakujengea uhusiano. You feel, unatamani kufika nyumbani mapema, una hisia na watoto wako. You feel them. You feel them. Nafsi ikikufa hisia zikwaji. You don't feel about. Unatamani niacheni tu niwe na mimi peke yangu. Ukimwona mtu namna vile, usimwangalie wapi, ujue nafsi ina shida. Hebu inua mikono yako juu, sema Roho Mtakatifu. Inua mikono, sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho uliyemfufua Yesu. Roho uliyemfufua Yesu katika wafu. Katika wafu. Naomba leo. Naomba leo uifufue nafsi yangu. Uifufue nafsi yangu. Hebu niangalie. Kwenye hisia kuna kitu kinaitwa kutafakari. Kutafakari. Hisia ina mahusiano, hisia ina kutafakari. Mtu ambaye nafsi imekufa awezaje kutafakari? Huwa anawaza. Na ndio maana asilimia nyinyi wote mna mawazo kuliko kutafakari. Mungu hajaruhusu tuwaze, Mungu ameruhusu tutafakari. Amesema ninayajua mawazo niwazieni nyinyi ni mawazo mema. Mungu ashaka tuwazia mema. Kwa hiyo ukianza kuwaza ni moyo utawaza vibaya, lakini Mungu anataka utafakari. Kutafakari is meditation. Meditation, you meditate about your life. Mungu akamwambia Nabii Joshua, itafakari njia yako, jinsi utakavyoiendea ndivyo utakavyofanikiwa. Chochote kabla hujakifanya kitafakari kwanza. Tafakari kufa kwa mtu, atafakari kwa habari ya maisha yake, atafakari kwa ajili ya uzuri wa baraka yake, atafakari kwa habari ya kitu kibaraka. Yani anawaza, atafakari. Ukiona mtu asiyetafakari, usimwangalie, jua nafsi imekufa, hisia haimo ndani. Ningekwambia fumba macho utafakari. Kutafakari unahama. Uko Marekani wakati uko Tanzania. Unaona unaendesha gari wakati wewe hauna gari. Unaona uko na mume wako mnajifurahia, mnacheza, wakati ukishtuka hauna mume. Unaona upo na kazi, unacheza, una kazi yako nzuri, lakini ukishtuka hamna kazi. Unaona una duka lako mpaka unapanga, unaona unapanga, napanga hapa, napanga begi zangu hapa, napanga pochi hapa, napanga hapa, yani unapanga. Unasikia unaona duka lako kubwa, nasafiri naenda Korea, nafuata biashara, naenda Dar es Salaam, napigiwa simu, nimekaa mama wa duka. Ukiamka unacheka mwenyewe. Yani unatafakari. Ukiamka unajichekea. Jamani, unatafakari. It means that nafsi yako bado iko vizuri, hisia zinafanya kazi, unatafakari. Ukiamka pale unaanza kuomba, Mungu nisaidie niwe kama hivi. Hivyo ndio maana Biblia inasema hivi, aonavyo mtu nafsini mwake. Can I teach? Mungu wangu, nifundishe. Hapa nikuruhusu uende Pasaka yako. Nikuruhusu uende Pasaka yako. Ukimgeukia mwenzio mwambie, unajionaje nafsini mwako? Muulize, unajionaje nafsini mwako? My God. Yesu akufufue leo. Yesu afufue nafsi yako leo. Mimi huwa ninatafakari mpaka nachekaga. Nikianza kuomba saa 9, ikifika saa 10 siombaji tena. Saa 11 mpaka saa 12 kutafakari tu. Nimenunua watu wote na sina 100 kuwanunua. Nimejenga kanisa, nimewezeka bati,
ya vyuma. Ukiona hivi nimetafakari kabla, naanza kutafakari, nimesha kuwa na kanisa kubwa mtu mzima, na ili kanisa nimeenda South Africa, nimeenda wapi, tafakari, nikimaliza nacheka, namwambia Mungu na iwe hivyo. Njia yako utaionesha kwenye tafakari zako, lakini mtu asiye tafakari ni mtu anayewaza. Biblia inasema na mawazo ya moyoni utoka mawazo mabaya, usherati, ufisadi. Kuna vitu vibaya unawaza, lakini kutafakari, unatafakari njia yako ya baraka. Mungu akufufue leo. Haleluya. Hakuna mtu yoyote anayeweza kuua maisha ya mtu kama hajajua yeye mwenyewe nafsi yake. No one can kill your life. Labda uchawi na uganga ukufunge sana, lakini hata mtu asemeje juu ya maisha yako, huwezi ukafa. Control nafsi yako peke yake, ndo maisha yako wewe. Kwenye nafsi kuna kitu kinaitwa, kabla sijaenda kwenye nafsi, niko kwenye hisia. Hisia inakupa kufahamu kitu pasipo kuambiwa ni kitu gani. Hebu njoo hapa, fumba macho. Nimefanyaje hivi? Nani papasi? Nimefanyaje? Macho inaona? Hapana. Macho inaona? Hapana. Lakini you feel it. Unasikia nimefanyaje? Hivi kuna habari, kuna mtu kimpapasa hapa ashitukaji. Hebu niangalie, ninafundisha. Do you know that kuna mtu bahati mbaya akiwa ishakuwa ni mke wako utapata shida? Do you know that kuna mtu kimpapasa, kuna ile kufanya hivi kumtekenya mtu. Unajua kwa nini unataka mtekenya asitekenyeki? Ama nishi hapa. Yaani kuna mtu ashaka kuwa mti. Ni mti, nafsi ishaka fungwa. Ishafungwa, nili mti na ni mwanamke. Yaani ukimfanya hivi anakuambia wewe naye bwana. Yaani she doesn't feel it. Nini? Nafsi imefungwa, hisia zimekufa. Hata ukifanyaje, yaani yeye zishakufa. Na ndio maana kuna watu wanaweza wakaingiliwa usiku pasipo yeye kuelewa. Mwanaume akamuingilia, akamvua nguo na akamuingilia na asijue, anakushtuka amejichafua nafsi. Na ndio maana mtu yeyote mwenye jini mahaba ni nafsi inakamatwa kwenye madhabahu ya ziwani. Sasa jini mahaba anapokuingilia, nafsi yako haishtuki. Nafsi can feel chochote kikisogea karibu na wewe, kabla kijakufikia unasikia, nafsi inasikia kuna uwepo wa kitu. Naongea na watu. You can feel it. Nikifumba macho, sikia nikwambie, ukiona kuja nitasikia kama kuna mtu ananisogelea. Ni nafsi ndio inasikia. Nasikia hisia kuna mtu karibu yangu. You feel it. Ijapokuwa umuoni, lakini kuna jinsi unasikia there's someone is close to me. Nafsi ndo, ukitembelewa na mdudu hata kama umelala, utasikia kuna mdudu, kuna mtu nyoka anataka kutembelea, vyovyote angetamani kufanya juu yako, lakini akapita. You don't feel it. Uelewa kuna shida ya nafsi imeanza. Nafsi ndio unaweza kupita mahali pabaya ukasikia nywele zinasisimka, haujaona ni mtu, lakini sensi ya nafsi inakwambia kwenye hisia, hapa kuna mahali kuna kitu kibaya. You feel it. Mgeukie jirani yako mwambie, hicho kitu unacho kama kimekufa, fufua nafsi. You can feel, unahisi uwepo wa kitu kibaya. Unaweza kuhisi uwepo hata wa nyoka na ukaiona.
nafsi, hisia zile zinakwambia. Waswahili wanakuambia machale. Ukitoka bomu inaanguka hapo. Jamani, ushaona, unasikia tu kitu kibao, ukitoka nyoka anapita. Mungu wangu, wanakuambia una machale. Sio machale, hiyo ni lugha ya uganga. Kuna mtu bado yuko salama hapa? Kwenye nafsi kuna kitu kinaitwa masijara. Nafsi ndio inasajiri kitu. Hapo ndipo nianze kufundisha. Hapo ndipo nianze kufundisha. Kwenye nafsi kuna kitu ambacho masijara unasajiri. Watu wamekufa nafsi kwa kusajiri bila kuona, kwa kusajiri kwa kusikia kwao, kwa kusajiri matukio ambayo sivyo ilivyo, lakini nafsi yake ishaga sajiri hataolewa. Nafsi ndio inasajiri matukio ya, ukiona kuna mtu anatembea na matukio mabaya aliyoyasajiri ndani ya nafsi yake, utenda matendo, lakini alichokisajiri nafsini ni tofauti. Hebu fungeni macho wote. Fumeni macho wote. Umefumba macho wote? Umefumba macho wote? Nafanya tukio fulani. Hiyo ni nini? Mbwa yuko wapi? Mgeukie mwangalie mbwa. Umejuaje ni mbwa? Nafsi yako imesajili nini? Sauti ya nini? Ya mbwa. Ni nani huyo? Umeona paka? Nafsi yako imesajili nini? Sauti ya paka. Kuna sauti ngapi ambazo umezisajili kwenye nafsi yako ambazo zinaharibu maisha yako leo hii? Umesajili sauti ngapi? Umesajili sauti ngapi kwenye maisha yako ambayo ni sababu ya nafsi yako kufa? That's why nasema naanza kufundisha. Kuna mtu alishaga sajili kwenye maisha yake, yeye ni mgonjwa. Hata ukimwona leo na ukasikia amepona, lakini amesajili udhaifu wa magonjwa, hawezi akapona hata kama anatumia dawa, mpaka tuifungue nafsi yake isajili tofauti tena. You never help anyone. Uwezi kumsaidia mtu ambaye nafsi yake imesajili tofauti. Kama nafsi yako imesajili kufanikiwa kwako wewe mpaka fulani atoke madarakani, ni nafsi yako imesajili unafanikiwa, na wapo walifanikiwa na wengine wako madarakani. Nafsi yako imesajili nini? Ya kwamba siwezi nikaanza hoteli kwenye mazingira haya. Hapa pana ugumu wa maisha na wote waliyefanya hoteli hapa walikufa. Nafsi yako ikisajili hivyo, utakachojaribu kufanya na kutenda pale hautaona mafanikio, maana nafsi imesajili. Sauti ipi uliyesikia ambayo nafsi yako imesajili, hautaolewaga kwenye maisha yako. Nafsi huwa ndio inafanya maisha ya mtu yawe bora. Kwenye Biblia kuna kitu kinaitwa matendo ya mwili. Matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni matendo inayofanya feeling zake ni nafsi. Nataka nikupe mifano mizuri nielewe leo. Mfano. Nikiwa naendesha gari, ni mwili ndio naendesha gari. Mwili unafanya kitendo chake cha asili cha kuendesha gari. Lakini anayofeel ile gari ni nzuri ni nafsi, ndio inasikia uzuri wa ile gari. Lakini mwili inatenda. Ndio maana Biblia inasema mwili haufai kitu. Mwili haufai kitu. Usimuone mtu aliyevaa nguo nzuri ukahisi amefurahia. Kinachofanya afurahi ni nafsi yake ikiwa salama. Lakini matendo ya mwili imevaa nguo,
lakini nafsi haijafurahia. Niangalie. Kuna mtu anakula chakula, asili ya matendo ya mwili inakula chakula. Asili ya tendo mwili inakula chakula, lakini nafsini mwake afurahii chakula. Ijapokuwa mwili inatenda kitendo chakula ila nafsi haifurahii chakula. Ina maana huyu mtu hawezi akanenepa. Ina maana huyu mtu anaisibisha tu mwili, lakini she doesn't feel it. Hairiziki na kile chakula kwa sababu nafsi yake imesajili vifungo vingi. Hata ukimpeleka Malaika Beach, ukampa mara sijue biza, ukampa nini, atakula kwa matendo ya mwili, lakini nafsini mwake asikii ladha ama ile furaha ya chakula. Yule mtu hawezi ukamwona amebadilika. Na watu wa namna hiyo huwa hawakondi ama hawanenepi, bali wanaisha. Unajua kukonda ni mtu aliyeumwa. Kuna mtu aumwi ila anaisha. Nafsi inamfanya mtu aishi. Anaisha ila akondi, ameisha. Unaisha na nini? Nafsi imefungwa. Niangalie. Aliyeumwa anakonda, aliyefungwa nafsi wanaisha. Unamwona mtu anaisha tu. Utamuuliza maswali, hivi ulagi? Nakula, lakini hawezi, anakula lakini nafsi haifurahii kwa sababu nafsi imesajili vitu vingi. Maisha yangu, nitaolewa lini? Lini nitaoa? Lini nitafanikiwa? Lini nitajenga? Lini nitaendelea? Mbona maisha yako hivi? Anakula lakini nafsi iko mbali. Kuna mtu anataka asaidiwe na Mungu leo. Huyu usihangaike sana kwake, atakufunga na wewe nafsi. Huyu kuna jinsi anavyojiona nafsini mwake. Fungua Methali. Umefungua Methali? Fungua Methali. Makandere boshika na mama ndaro boshika. Yete kendere boshika mama ndaro boshika. Roho Mtakatifu, naomba leo saidia mtu hapa. Mandere boshika mama ndaro boshika. Yeketere boshika mama. Yendere boshika mama. Yendere boshika mama ndaro boshika. Yendere boshika mama ndaro boshika papa. Methali ile sura 23. Methali 23 na ule mstari wa 7, Biblia imeandikwa, maana aonavyo nafsini mwake, maana uonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Fungua Biblia Methali 23. Methali 23 na ule mstari wa 7. Imeandikwa, tuseme kutoka pamoja, 1 2 3. 1 2 3 some. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Huyu anakula, huyu anakunywa, lakini anavyojiona nafsini mwake, anafanya moyo hauko pamoja na hivyo vitu. Nafsi yake imeshajiona, mimi hata kama nikila leo mimi ni wakufa. Mimi hata kama nikikila leo maisha yangu yashagaribika. Watu wa Mungu, hakuna mtu ambaye aliye hai maisha yake yanaweza kuharibika. Hayuko mtu yoyote
ambaye anaishi katika dunia hii na nafsi yake iko salama, maisha yako hayawezi kuharibika. Ni Mungu tu uinua mtu kwa viwango vya majira yake. Kila mmoja na miaka yake ya baraka. Kuna watu waliolewa na miaka 18. Walipoolewa na miaka 18, alipofikisha miaka 33 akachoka na ile ndoa. Nisikilize, ameolewa na miaka 10 na ngapi? 18. Alipofikisha miaka 33 ile ndoa ikamchosha, akatoka kwenye ndoa. Huyu asingetakiwa kuolewa na miaka 18. Angetakiwa aolewe na miaka 33 ili aende na ile ndoa. Lakini kaolewa na miaka 18, amefika 33, amechoka na ndoa. Anataka aanze maisha yake peke yake. Na nakwambia heri nisimame peke yangu. Ni heri 18 angesimama peke yake mpaka 33. Hakiona hapa nimesimama peke yangu 33, nachotakiwa mimi sasa niolewe ili nisimame na mtu mwingine. Lakini kaolewa mapema. Ukimsikia wewe utafurahia heri wewe umeolewa mapema, lakini ameshachoka na ndoa leo. Anataka kae peke yake, aanze maisha yake peke yake. Mungu umbariki mtu kulingana na majira ya miaka ya umri wake, entambariki. Asingebarikiwa Ibrahimu kwa miaka 80, ingekuwa ni hatari. Alisubiria mpaka umri wake wa baraka. Nisikilizeni wanangu kwa makini sana. Siku yoyote unapoiua nafsi yako kwa kuhisi umechelewa umri, ukaiua nafsi yako, ukaanza kusema nitaolewaga lini, umri umeenda, ni wewe unaiua nafsi yako. Hakuna umri usiokuwa na wake anayempenda. Kila umri una wake anayempenda. Kila umri una wake. Kila miaka ina wake. Ukihisi wewe hivyo, mama kiandika unaye baba kiandika na uzee wenu wote, na unamtreat vizuri. Kila umri una wake. Ni wewe nafsi yako imefunguliwaje ili kuweza kupokea neema. Aonavyo mtu nafsini mwake, kula kunywa, lakini moyo wake hauna furaha. Inamaanisha anaweza akatenda matendo ya imani, matendo ya mwili, anaimba, lakini nafsi haipo. Usione mtu anaimba, usione mtu anacheza, nafsini mwake pakoje. Matokeo ya maisha ya mtu ni nafsi yake ikoje, inamwambia nini. Usione mimi nalala njaa leo, nafsi yangu ikiniambia mimi ni tajiri, nitafurahi kulala kwangu njaa. Usione mimi navaa kawaida. Sikia nikwambie, kiwango na vijiona nafsini mwangu ni tofauti na huduma na ilea. Mnielewa? Kuna mtu ananielewa? Kiwango na vijiona nafsini mwangu na ninavyojitoa nafsini mwangu ni tofauti na kanisa ninayolea. Kwa hiyo kanisa haiwezi kuniweka kwenye kiwango chake wakati nafsini mwangu mimi nina kiwango kikubwa. Iko na mtu amepata hii? Iko na mtu ameelewa hii? Usipime maisha yako kwa mazingira ya maisha unayoishi. Pima maisha yako kwa nafsi yako inakusemesha nini. Usipime maisha yako kwa mtaji ulionao. Pima maisha yako, nafsi yako inakuambiaje kwa habari yako wewe mwenyewe. Unaweza ukawa ni machinga, lakini nafsini mwako unasikia mimi sio machinga, mimi ni mama mwenye duka kubwa. Nafsini mwangu sizioni machinga, ijapokuwa mimi ni machinga leo. Nafsi yako inaona nini? Au tupimwe. Usikubali kupimwa na mtu kwa mazingira ulionayo. Jipime mwenyewe nafsini mwako ni wa aina gani. Kadiri nafsi yako unavyojipima ni wa aina gani, nafsi yako usifuate mazingira. Oh yes.
Ananielewa, sema amen kubwa hapo. Amen. Ananielewa tena, amen kubwa. Amen. Sema tena amen. Amen. Tunaweza kuishi wote pamoja. Ndio. Tunaweza kula chakula cha kawaida pamoja. Lakini nafsini mwangu sijioni kama wewe. Ijapokuwa tunakula pamoja hapa, ila mimi si kama wewe. Na vijua nafsini mwangu mimi sio wewe, si kiwango chako. Ijapokuwa nacheka na wewe, ijapokuwa naongea na wewe, ijapokuwa tunakula pamoja, lakini I'm international. Amen. Oh yes. Pokea hiyo mwanangu kwa damu ya Yesu. Amen. Nisikilize. Sema amen. Sema amen. Tukienda wote hotelini. Huyu akaagiza chips mayai. Na wewe ukaagiza, simama. Na wewe simama. Wewe umeagiza chips mayai. Huyu ameagiza chips kuku. Nani amekula kuku? Huyu ameagiza chips mayai. Huyu ameagiza chips kuku. Nani amekula chips kuku? Nafsini mwake, yule aliyojua nafsini mwake, yule aliyokuwa. Nani kala kuku? Aliyekula kuku ni yule aliyeagiza chips kuku. Ni kweli huyu amejiona amekula chips kuku, lakini huyu anajiona amekula chips. Lakini ama yeye ungeepa siku 21 ingelikuwa nini? Wote wamekula kuku, japokuwa kuna kuku haijafikia majira yake. Lakini wote wamekula nini? Kuku. Tunaweza kula pamoja, lakini nafsini mwangu sijioni kama wewe. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie unajionaje? Unajionaje? Hata kama wote ni machinga, ila navyojiona mimi si kama machinga. Ndio baadaye utaona mwingine anatoboa. Tulikuwa wote tunauza kahawa, mwenzio aliuza kahawa, lakini nafsini mwake hakujiona muuza kahawa. Alikuwa anapita pale. Tuliuza wote uji, nafsini mwake hakujiona hivyo. Alikuwa anapita hapo. Pokea neema kupita hapo kwa damu ya Yesu. Pokea neema kupita hapa kwa jina la Yesu. Leo Bwana Yesu afufue nafsi ya mtu mmoja hapa. Leo mtu mmoja afufuliwe leo. Leo mtu mmoja afufuliwe leo. Kama ni wao sema amen. Sijawahi kujipima kiwango na kanisa hili. Najipima kiwango na nafsi yangu. That's why I can talk na mtu yoyote. Naweza nikaenda madhabahu yoyote. Naweza nikaenda mahali popote. Mazingira isikukalishe chini. Nafsi yako jikague. Naongea na mtu. Naongea na mtu. Hebu mshike mkono mtu. Shike mkono mtekise. Mshike mkono, mwambie mazingira, afu mwambie mazingira isikupime kiwango, isikuketishe chini. Nafsi yako unavyojiona ndivyo utembee hivyo. Nikisikia makofi zaidi hapo. Ukiongeza tena zaidi hapo, neema inatembea juu yako. Ukiongeza zaidi hapo, inatembea juu yako. Mwambie mwenzio tusidharauiane. Tusichukuliane kawaida. Ukiona naongea na wewe, nafsi yangu si kama wewe. Piga Yesu makofi. Unajionaje Eliza? Unapimwa na hapo ulipo buongo kwenye mahindi. Jipime nafsini mwako una nini? Umebeba nini? Unajipima wewe ni mpangaji.
Kipime nafsini mwako na nini? Gorofa hiyo. Nani anayempa Yesu makofi na vigeregere hapa? Nani anayeshangilia Bwana Yesu kwa utukufu? Amka wewe usinziae. Haleluya. Aonavyo mtu nafsini mwake. Na ndio maana nikienda mahali penye watu wakubwa siwezi kuwa mdogo. Issue sio kwamba mimi nikoje, nafsini mwangu haionyeshi udogo. Shida wewe unajibagua huko, mimi sistahili, unajiweka ushakuwa mnyonge. Nafsi iliyokufa. Sema kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Siku ya leo ufufuo wa Kristo ufufue nafsi yangu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako. Kwa damu ya Yesu, siku ya leo ufufuo wa Kristo uifufue nafsi yangu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Siku ya leo ufufuo wa Kristo ufufue nafsi yangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema ufufuo wa Kristo ufufue nafsi yangu. Kwa damu ya Yesu. Inua mikono. Rina materebo. Fumba macho. Makanderebo shakatara mama. Nataka nitabiri maneno haya kwa wale ambao wameshaanza kufungua mioyo. Yes. Unapoinua mikono yako, nasikia mbegu ya utajiri ambayo inaongea ndani yako. Yes. Naisikia mbegu ya utajiri inayoongea ndani yako. Jehova. Naisikia mbegu ya utajiri inaongea kwenye kijiji ambacho hakistahili. Lakini mbegu ya utajiri naisikia inalia ndani ya mtu. I hear it. Naisikia. Nasikia mbegu ya utajiri inayoongea mahali ambapo haina kazi, mahali ambapo haina ajira, mahali ambapo haina biashara, lakini naisikia mbegu ya utajiri kwenye nafsi ya mtu inakukereketa ndani. Sakatere mama marabo shandaba. Sheketere bo sheketere bo shinde marabo. Sheketere bo sheketere bo sheketere. Tere bo shikapapa. I feel it. Nasikia ile mbegu ya mafanikio inaanza kuongea ndani ya mtu. Ijapokuwa leo ni ijapokuwa leo hana kazi, ijapokuwa leo hana ajira, ijapokuwa leo yupo kwenye saluni ya kawaida, ijapokuwa leo yupo kwenye maisha ya kawaida, lakini ile mbegu ya mafanikio inaanza kuongea ndani. Baba leo Baba, leo Jehova, leo Baba, ile mbegu ibadilishe ufahamu wake, ile mbegu ibadilishe akili zake, ile mbegu ibadilishe yake, ile mbegu leo ibadilishe mtazamo wake leo. Shama anaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha situlie. Kuna kitu Mungu anataka aanze. Shanirabu. Nasikia sauti ya mtu mmoja hapa bilionea. I feel it. Naisikia sauti. Ijapokuwa yupo kwenye upangaji, yupo kwenye maisha ya kawaida, lakini ndani yake kuna utajiri, kuna bilionea ndani yake. Ile mbegu inaanza kusemesha
unaanza kumwongelesha leo. Bwana haifufua nafsi yako leo, uanze kujiona Shama Tereremoi. Hey! Rabo 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 yenderemo. Shakandiremo yenderemo. Nena kwa lugha usiangalie mtu. Nena kwa lugha wao usiangalie mtu amba. Ramanderemo shenderemo shani mama. Nena kwa lugha wao. Unaona wao sio hapa. Kuna wengine, kuna mbegu ya kimataifa naongea. Wengine marafiki wa kimataifa wamo ndani. Una marafiki wazungu wewe. Usiue nafsi yako hapa. Una mbegu ya kimataifa. Una mbegu ya kimataifa. Leo naomba ifufuliwe leo. Ramanderebo shenderebo shina mama. Rabo shata rabo ikana mama. Reketerebo shina mama. Nataka nisikie mtu aliyechemka, anayejiona yeye sio level yake, anayejiona ile duka sio level yake, anayejiona ile saluni sio level yake, anayejiona ile biashara sio level yake, anayejiona anakoishi sio level yake, unayejiona wewe sio level hicho kitu, wewe ni mtu mwingine. Nitasikia wanaomba wanaipanda sauti yao. Ukisikia kulia nafsi inafunguka, ukikulia lia nafsi inafunguka, na kuona wewe wa kesho, wewe ni kubwa, wewe sio level hiyo. Sheketerebo shenderebo rabo shana mama rabo shatera baba. Na mwamsha bilionea wa kesho, na mwamsha tajiri wa kesho, na mwamsha yule mfanyabiashara mkubwa wa kesho, na mwamsha yule mama anaenda mataifa yote, na mwamsha mfanyasiasa wa kesho, na mwamsha diwani wa kesho, na mwamsha mbunge wa kesho, na mwamsha bilionea wa kesho. Shakata, amsha nafsi yako leo. Nani atakayetulia wakati maji yameisha chemuka tayari? Naona maji yametibuliwa tayari. Kuna mtu mmoja anatakiwa kwenye birika lake leo. Na mtu anaingia kwenye birika lake leo. Leo kuna mtu anaingia kwenye birika lake leo. Naona maji yametibuliwa tayari. Malaika shuka ameanza kuyatibua yale maji. Lazima leo ingia kwenye birika lako. Leo eketerebo shendere yakatara baba ekenderebo shandi mama ekerebo. Kila moja ombe kwa namna yake. Na yona
Fanya biashara kimataifa, amka leo, amka leo, amka leo. Kali yako kuinama, kali nafsi yako kuinama, amka leo. Naona wingu la Mungu limeatamia watu wake. Naona watu wanatambulisha sasa. Naona wingu linatamia. Naona malaika ameshatibua bilika lako limetimbushwa. Bilika lako, naomba kila mmoja simame. I feel it. Pokorina mama rabo shetere baba yana mama rabo. Ekatere bo shatarabo. Fanya biashara kimataifa. Naona watumishi wakubwa hapa walioinama miaka mingi. Naona watumishi wa kimataifa hapa. Naona watumishi wakubwa ambao nafsi zao ziliinamishwa muda mrefu, ambao nafsi zao zilizikwa. Naona watumishi wakubwa hapa. Naona watu wenye biashara kubwa. Naona wafanyakazi wakubwa. Naona watu wakubwa ambao nafsi zao ziliinama. Naona watu wakubwa hapa. Shateraba. Ninaona watu wakubwa hapa. Na watu wakubwa hapa. Natabiri kwa habari ya ukuu wa mtu hapa. Natabiri kwa habari ya ukuu wa mtu hapa. Yesu alizaliwa kwenye holi la ng'ombe, lakini hakufia huko. Alikuwa ni mfalme wa wafalme. Haijalishi umezaliwa wapi, haijalishi unazingirwa nini. Naiona nafsi yako sio mdogo. Shakaterra mama nerebo. Shekatana baba rabo shana mama. Yes. Jehovah Nishata, Jehovah Nisi, Jehovah Shama. Sheketemio, hautaki kujizuia. Unapotaka kuingia kwenye bilika lako, fungua moyo. Anayezidisha moyo wake achana naye. Ambaye iko kawaida achana naye. Wakati Roho anapohudumia watu, walikuwa kama watu walikunywa mvinyo. Kila mmoja alinena kwa namna yake. Hauna haja kujizuia. Hakikisha leo umetibuliwa. Kila kilichozikwa muda mrefu kimetibuliwa, kimeamshwa leo. Teraboya namanderebo shete. Tekerebo sheterebo. Enerebo shandi mama rabo shatarabo. Pokorina mama rabo sheterebo. Weketere mama. Yeah! Jesus. Ina mikono yako, naona neema. Kuna mtu unahisi kulia kwa huzuni, unahisi kulia kwa uchungu. Adui ameinamisha nafsi yako muda mrefu, ukawa unajiona mnyonge, ukajiona yatima, ukajiona mtu ambaye hauna maana tena mbele za watu, ukajiona wewe ni mtu ambaye uwezi ukabadilisha hali yoyote ya maisha. Adui ameinamisha nafsi yako muda mrefu, ukawa unatembea kana kwamba unalia. Leo ninaona ushindi tena. Leo ninaona jambo jipya. Umejiona wa kawaida muda mrefu, maisha yako haina furaha. Hata kama unakula lakini hauna furaha. Hata kama unaishi, unafanya kazi zako binafsi, lakini adui alifaulu kuishika nafsi yako, akakupa sauti ambazo zikaiua nafsi yako, zikakuona wewe ni mtu ambaye hauna akili,
hauwezi ukaenda, hauwezi ukabadilisha maisha, hauwezi ukafanikiwa hata katika lolote, hauwezi ukaoa, hauwezi ukaolewa, hauwezi ukajenga. Nataka nikutamkie leo ni siku ambayo Bwana aliyeikubali na kuichagua kwa ajili yako. Leo ndio siku ambayo Mungu anataka na ile nafsi yako itafufuka leo, na ile roho ya ushindi ambayo Mungu aliweka ndani yako leo lazima itaamka, na ile uwezo wa Mungu aliweka ndani yako lazima itaamka leo. Hautabaki kiudhaifu, hautabaki kinyonge, hautabaki kikawaida. Najua matendo yako, najua neema ya Mungu aliweka ndani yako, najua yako, najua kibali chako cha kimataifa. Wewe una nyota ya watu wakubwa, nyota ya watu wakubwa. Wewe dada shekete baba yapa shenderebo ina manderebo shata teketerebo shikata baba. Nani atamzuia bara? Nani atamzuia Ana siombe? Nani atamzuia Ana siombe? Nani atamzuia Batimayo asipaze sauti? Nani atamzuia Batimayo asipaze sauti? Ni nani atamzuia Ana asililie Mungu wake? Ni nani atamzuia bilionea asiongee kile alichonacho moyoni? Ni nani atamzuia mfanya biashara mkubwa asinene kile kilichoko ndani yake? Ni nani atamzuia yule tajiri mkubwa asiyaongee yaliyomo ndani yake? Ni nani atamzuia? Shakatera mama nderebo shata sheketerebo shinna mama rabo yakatera mama rabo shanna mama rekanda rabo shata. Naishi kutabiria watu hapa, naishi kutabiria watu hapa. Ninaona wafanya biashara walioinama muda mrefu, naona wafanya biashara waliofungwa nafsi zao, naona wafanya biashara waliofu baada kufanya biashara ikafilisika, ukafungua duka ikafa, moyo wako kainama, nafsi yako ikainama, matumaini potea. Bilionea, tajiri. Wakati Gideoni alipoambiwa na malaika, akaambiwa nenda na uwezo wako. I need to sit. Nasikia kuongea hichi kitu. Rekete kapashapa. Gideoni alikuwa anaiba ngano, anaokota ngano. Malaika alipomfuata Gideoni akamwambia ewe shujaa. Akamwambia ewe shujaa, mbona uko hapa leo? Mbona leo unaiba ngano? Mbona unaiba ngano? Mbona upo kikawaida wewe shujaa? Naongea na shujaa hapa. Naongea na shujaa mbona umekaa kawaida? Naongea na mdada shujaa. Naongea na mama shujaa. Naongea na baba shujaa. Ambala mazingira kuweka kawaida. Mazingira umekuweka kawaida. Nenda na uwezo wako. Tembea na uwezo wako. Nenda na uwezo wako. Nenda na uwezo wako huo. Nenda na uwezo wako huo. Nenda. Aya, shatera baba ya mama. Seketerebo shederebo. Reketerebo sheterebo inama yapa. Reketerebo shete. Rina mama rabo shetera baba. Ekana mama rabo shapa. Inerebo shetera baba. Ekanere baba yapa. Inama terebo inerebo. Ekarabo yekaterere. Itarabo yekanira baba. Ekarabo yenerebo. Iribu sheterebo. Ikerebo inerebo. Enerebo baba. Ekatarabo yenerebo. Iterebo baba. Ikaderebo baba. Eterebo baba. Ekarebo baba. Enina shata ikatereba baba inamandera boshanema ikatereba baba arabo shetere baba ikenama marabo inderebo shete irabo yaka etarabo irabo inamanteru iketerebu shata inamama mama rabo irabo sheterebu inamama mama Sakanama, Eteraba Baba, Ekantirabo, Irabo, Eleraba Mama, Erebo
Naomba juu ya wanawake hawa, naomba juu ya wanangu hawa, naomba juu ya mama huyu. Naona nyota yake, naona uwezo wake binti huyu. Yesu wa kawaida. Shetani amemfunga nafsi yake, amenyonganisha nafsi yake. Baba mshaleo, Baba mshaleo. Nina robo shapa, nina mama. Iribu shitiribu, iribu itiribu, ina mama niribu. Eketerebo shata, enerebo mayantarebo, iribu shitiribu, iribu itiribu. Gideoni wanishucha. Unauliza matendo ya Bwana. Naachilia uwezo wa Mungu, achilie neema yako. Uwezo wa Bwana utambulisha neema iliyokaa ndani yako. Itambulisha nyota yako. Itambulisha nyota yako. Wewe sio binti wa kawaida. Wewe si kijana wa kawaida. Wewe si mama wa kawaida. Mbona umejizarau muda mrefu? Mbona umejikataa? Mbona umejikataa mama? Mbona umejikataa binti yangu? Mbona umejikataa wewe? Mbona umejikataa? Umejiachilia. Hauwezi ukavaa tena. Hauwezi ukacheka. Hauwezi ukafurahia maisha. Kwa nini? Kwa nini wewe? Kwa nini amka? Amka. Mbona umejikataa? Kwa kuachwa na yule mwanaume tu, kwa kukataliwa na yule baba tu, ndio maana unajiona kawaida. Mbona wewe ni mume wa mtu mkubwa? Mbona wewe ni bilionea? Mbona wewe ni mtu mkubwa? Wale marafiki kutenda, wale marafiki kukuacha, yule tu kukuacha, unajiachilia, unajikataa, unajikinai mwenyewe, unajichukia. Amka! I pray for you. Nakuombea mwanangu, hata kama ukumaliza shule, hata kama ukumaliza shule, asikudharau mtu juu ya elimu yako. Usidharauliwe juu ya elimu yako. Ulichonacho ni kikubwa zaidi ya elimu hiyo. Ulichonacho ni kikubwa zaidi ya elimu hiyo. Amkala! Manirabo shatara baba yapa. Rama shapa. Hautazako operation. Hautashindwa. Hautaibika leo. Naifuta ile aibu. Naifuta ile dharau. Naifuta ile dharau. Naifuta ile dharau. Naifuta ile aibu. Na kuinua tena leo. Na kuinua. Sandi rabo shatara baba. Jehova ya maushikini Mungu. Ikitini muita. Rabo yeterere mote. Rabo yeterere moshani baba. Eterere moshate. Rabo shita. Ikana mama yapa. Eketerere moyu. Nina mama tere moshata. Ekatira baba yapa. Nana terebo. Iketerere moshinama. Rama rabo shata. Ikenira mama yanterebo. Ni mama ndapo shapa. Rabo shata raba. Na kupeleka kwenye nafasi yako. Na kutoa Misri ya mateso. Na kutoa kwenye Misri ya mateso. Na kutoa Misri ulikozarauliwa.